kwa Marenga. Pale kwa Marenga wametegesha KTV kadogo cha nchi 14 cha Chogo. Wanafuatilia EATV saa moja. Twende kwenye lenzi. Barabara ni kama moyo wa maendeleo ya nchi, lakini isipotunzwa vizuri, barabara hizo zinaweza kugeuka kuwa kero kwa watumiaji wa barabara. Lenzi imemulika baadhi ya maeneo nchini yaliyokumbwa na kadhia ya barabarani. Tupate undani kama inavyosimuliwa na Exaud Mtei. Barabara ni kiungo muhimu cha maendeleo, lakini kwa baadhi ya Watanzania zimegeuka kuwa chanzo cha mateso, gharama na hatari ya maisha. Leo Lenzi inaangazia maeneo kadhaa yaliyokumbwa na kadhia hii. Kusini mwa Tanzania mara kwa mara wamekumbana na visanga vya ubovu wa barabara, na sasa Lenzi inakupeleka hadi Nangaru mkoani Lindi. Tarafa ya Nangaru wilayani Lindi, watumiao barabara ya Mtange Nangaru kwao ni zaidi ya changamoto, unaweza kuita ni kivutio cha mateso. Kwa mfano, sasa hivi usafiri imekuwa changamoto kutoka Nangaru kwenda Lindi na kutoka Lindi kuja Nangaru. Gari za abiria hazipatikani kabisa. Gari iliyoko ni ya mizigo, inaitwa Kenta kwa jina la mtaani. Sasa gari mizigo umo, abiria umo, kiasi kwamba inakuwa inaleta hatari kwa binadamu wakati wa kusafiri, kwa sababu inakuwa ni riski kubwa sana. Watu wanaweza kupoteza maisha, wengine wakapata ajali kulingana na hali ya barabara. Mimi na siku ya 3 leo nakula nazi tu. Zaidi ya juisi nazi. Na nazi nauza humo ndani, ndio utege uchumi. Na maana watu nikipata biashara nikipeka mjini napata hela, kijijini wanapata riziki wanakula. Ukisikia ambulance kutoka Lindi kufika Nangaru na kwa changamoto na wataki tu kuja kutokana wanajua barabara jinsi ilivyo. Hapo mpata bahati kwa sababu mvua sasa hivi haijanyesha kwa maana. Lakini kinyesha mvua hapa hata nyinyi msingefika huku. Hali hii si tu inasababisha ucheleweshwaji wa bidhaa na huduma, bali pia inatishia maisha ya wananchi. Tatizo hili la barabara si mkoani Lindi tu. Hata katika mkoa wa Kagera, eneo la Ketema limekuwa nalo halijabaki salama. Barabara hii ni ya dharura, lakini hali imekuwa mbaya. Magari yanashindwa kupita. Kwa Buleba naenda Bukoba mjini. Nilipofika hapa nikakuta daraja ndio imekatika, wakaniambia imekatika. Tukatoka tukaanza kutembea na miguu, lakini hali tete. Labda cha kufanya aongeze tu juhudi za kukamilisha hii barabara. Ukizingatia ni barabara kuu inaenda nchi ya Uganda, Sudan. Kwa hiyo watu wanachelewesha mizigo yao. Nianze kwa kuwapa pole sana kwa changamoto hii ambayo imetupata hapa katika eneo letu hili la Kietema, katika barabara yetu hii kubwa inayotokea Mtukula mpaka kuelekea Biaramulo. Kutokana na hofu hasa kwa mabasi ya abiria na magari makubwa ya mizigo, tukaona tuzuie magari yasipite kwa muda fulani, kwa sababu kama maji yanapita juu ya barabara, juu ya daraja, mkiruhusu magari yakapita, inaweza ikawa hatari, watu wakasombwa na maji, magari yakasombwa na maji na kusababisha vifo. Inawezekana mvua siyo tatizo pekee. Kuna sababu nyingine pia. Barabara inatumiwa na binadamu wa hali zote. Jambo kubwa la kuzingatia ni usalama wao, watumiaji wa barabara hiyo. Nyanda za juu kusini mkoani Mbeya, wakazi wa mitaa ya Tonya na Itua kati ya Ilomba wamesema ni vyema barabara hiyo ikarekebishwa ili kuwanusuru na ajali na uharibifu wa vyombo vya usafiri. Imeshatokea mara kadhaa ajali ya sababu ya mashimo kama haya. Kwa tuliomba kama kuna uwezekano, kuna njia yote ambayo kama ni bunge yupo anamsikiliza ambaye ni spika wa bunge na ni rais wa mabunge duniani, kweli ingebidi aje ashuke huku chini angalie hii kama itakuwa hivyo katika jimbo lake. Sasa sijui atakuwa anawakilisha nini huko anapokwenda. Sana barabara ya Saitua ina mashimo sana na mashimo mengi sana. Kwa mfano kiangazi mashimo kama haya hapa, magari yanashindwa kupita vizuri, yanashindwa kupishana. Gari yanaharibika sana. Yaani pindi unapokutana na shimo, ukitaka kusema kwamba unaenda upande kuja kurudi kwenye shimo, lazima unakuta gari zinachomoa ball joint, unakuta magari yanaharibika, yaani magari kifupi hayawi vizuri. Uzuri wake chanzo cha uharibifu wa barabara hii ya Sae Itua wenyewe wanajua. Wanapoleta wakandarasi wa kutengeneza barabara, basi ukarabati wao waufanye kwa minajili kwamba hiyo barabara ikae muda mrefu. Wanatengeneza barabara ikikaa sana ni miezi 6, barabara inaharibika tena.
ni viraka tu. Kwa watu wa mpira, eneo hili ni maarufu sana kwa jina moja la Kwa Mkapa. Hii ni moja kati ya wilaya 5 za jiji la Dar es Salaam, Temeke. Huku watumiaji wa barabara hizi wanalaumiana wenyewe kwa wenyewe kama wao ndio chanzo cha kero katika barabara za mitaa hiyo, huku malori yanalalamikiwa kuharibu barabara. Hapa ambayo zamani kupo stendi kubwa, lakini ukiangalia barabara imekufa sana, imekuwa ya ovyo kabisa. Hata kupita watu tunapata shida, mtihani kupita katika barabara ambayo tena maji yamejaa, mitope imejaa, lakini barabara hii imekuwa na mashimo makubwa. Waje kutengenezea barabara imradi tupate barabara iliyokuwa sahihi ambayo mzuri ili yaweze kupita magari madogo, lakini magari makubwa kiusema ukweli kabisa magari makubwa yanatuharibia. Tatizo kubwa sasa ni hii bandari kavu iliyoko hapa pembezoni mwangu. Hapa mchana usiku malori yanapaki, malori mpaka inakuwa dhiki, shida, tabu kuweza kupita katika barabara hii. Kwa hiyo tunaiomba serikali, tunaomba wahusika. Sisi wananchi tunaokaa eneo hili imekuwa ni tabu, ni kero. Kitambo cha kilomita 1 hichi unaweza kutembea mpaka masaa 2. Kiwango cha hii barabara ni kiwango kidogo kilichotengenezwa kwa ajili ya kupita magari madogo, yani kama tani 10, lakini sasa hivi yanapita magari ya tani zaidi ya 30. Sasa mimi nashindwa kuelewa kwa sababu kiwango kilichotengenezwa hapa ni magari madogo, sasa hivi yanapita magari makubwa. Wadau wa barabara zetu pamoja na mamlaka husika, wakati wa matendo ni sasa.